ndani ya siku hii ya leo, siku ambayo ni adhima, siku ya Eid al-Fitri ndani ya mwaka 1447 sawa na 2026. Tunayo haki ya kumhimidi Allah Ta'ala kwa kutuwafikisha kuikamilisha ibada adhima ya saumu ya Ramadhan ya mwaka huu na kutufikisha tena katika mwezi huu wa Shawwal na kuitekeleza ibada hii ya Eid al-Fitri, ibada tukufu kabisa. Sambamba na tukio hili, tuna haki pia kunasihiana kama ilivyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na njia ya salaf. Taitaja hadithi ya Thawban ibn Bujdud وقيل ابن جهدر أبي عبد الله وقيل أبي عبد الرحمن الصحابي الجليل مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. خرجه مسلم وأحمد وأبو بكر الخوارزمي البرقاني الشافعي في المسند الصحيح. حديثه inaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alisimama kumuomba Allah Ta'ala ya kwamba asiuangamize umma wake kwa ukame au njaa, akauangamiza umma wote kwa ujumla wake, lakini akamuomba jambo lingine, Allah Ta'ala asimsaliti adui dhidi ya Waislamu asiyekuwa katika wao. Alimuomba Allah Ta'ala asikusaliti adui asiyekuwa katika wao, asiye ni mwenye kujinasibisha na wao, akawa ni mwenye kuwadhuru wao Waislamu na kuangamiza Waislamu. Anasema Allah Ta'ala: inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Ewe Muhammad, hakika mimi nitapohukumu jambo basi jambo hilo halirejeshwi. Wa inni a'taytuka li ummatik alla uhlikahum bi sanatin 'amma, na mimi nimekupatia kwa ajili ya umma wako ya kwamba sitauangamiza kwa njaa nikawamaliza wote, kwa ukame nikawamaliza wote. Itatokea baadhi ya sehemu wakaangamia, baadhi ya miji au baadhi ya vijiji, lakini si umma wote. Wala usallita alaihim aduwa min siwa anfusihim, kwamba sitomsaliti juu yao adui asiyekuwa katika wao, asijinasibisha na wao. Ikafika mahala yule adui akahalalisha ujumla wao na umoja wao, mpaka itakapofika wao wenyewe Waislamu baadhi yao kwa baadhi wataangamizana na kuuana na kutekana wao kwa wao. Hapo ndipo ambapo sasa nitamsaliti adui asiye katika wao. Mwenye kuizingatia hadithi hii yudrik
atagundua kwamba anna lilumma islamia aada wa anna lilmuslimina aada khawana yakiduna lilislami walmuslimin. Atakitizama hadithi hii atagundua kwamba umma una maadui wa ndani, maadui dhidi ya Uislamu na Waislamu, maadui wenye kuuhini Uislamu na kuwahini Waislamu, na wao ni maadui wa ndani wenye kujinasibisha na Waislamu. Lakini pia atagundua kwamba umma huu na maadui wa nje wasiokuwa katika wao, wasioudai Uislamu, kama vile walivyokuwa Mayahudi, sababu wao ni wa mwanzo kwa kufanya uadui dhidi ya Uislamu na Waislamu na kufanya vitimbi na khiana dhidi ya Uislamu na Waislamu. Katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama walivyoeleza wanawazuoni wa historia wa tarikh kama vile al-Imam Ibn Hisham al-Maafi katika sirati an-Nabawiyya, lakini pia kama alivyoeleza Ibn Ishaq al-Muttalibi al-Madani katika sirati an-Nabawiyya, na wengine kina Ibn Kathir na kina al-Mubarakfuri katika vitabu vyao vya historia vya sira, kwamba Mayahudi walifanya khiana dhidi ya Uislamu na Waislamu tangu kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tangu pale walipovunja makubaliano yaliyokuwepo kati yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ya amani. Wakamvamia mwanamke ambaye ameingia sokoni kwa ajili ya kufanya biashara yake ya dhahabu, wakaivua nikabu yake ili watizame sura yake. Ikawa ni sababu ya kutokea mapigano kati ya Waislamu, mapigano ambayo yaliitwa Ghazwa ya Banu Qainuqa, sababu alipigana na kabila hili la Mayahudi la Banu Qainuqa. Lakini pia Mayahudi wa Bani Nadhir walifanya khiana, wakayavunja makubaliano ambayo yalikuwepo kati yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, wakapanga mikakati na mbinu ya kumpoteza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akamjuza mtume wake juu ya khiana wanaifanya Mayahudi. Lakini pia Mayahudi wa Bani Quraidha wakati wamechukua makubaliano na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja kufanya khiana katika Ghazwatul Ahzab, vita vya Ahzab, wakaungana na washirikina. Mayahudi ni maadui wa nje kama walivyokuwa maadui wengine wa nje wa Kristo na washirikina, na Allah Ta'ala ametahadharisha kunako khiana. Akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin. Na ima ikatokea umehofia khiana ya watu unaotaka kuchukua makubaliano nao kwa ujumla wao, basi watupilie mbali, usiingie nao kwenye makubaliano. Hakika Allah Ta'ala hawapendi wenye kufanya khiana. Lakini pia akamwambia mtume wake na Waislamu kwa jumla, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Lakini pia akati anaelezea kisa cha Yusuf na yule mwanamke, akiwa anasema yule mwanamke, dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaida al-kha'inin. Allah Ta'ala huwa haviafikishi vitimbi vya wenye kufanya khiana,